Naam. Tukienda ndugu zangu sasa katika ukurasa wa 750 ndio kuna manyamnyamu yote ambayo inabidi tuyaeleze vile vile kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki. Sasa Sheikh wetu Sheikh Nuruddin Kishki anajikita kwamba Shia we wanaoingilia kwa nyuma wake zao kama kwamba yeye huwa ni kungwi. Wakati mashia wanafanya hivyo, anakuwa katika chumba kimoja na mashia anapiga bodi. Hii ajabu, maana kauli chafu ambazo zinatumwa katika ukumbi huu. Unaona? Sijui akienda hospitali, sijui ana takwimu ngapi katika mambo kama haya. Maana kwetu Zanzibar kila siku walimu wa madrasa za Kisuni hukamatwa kwa kuwalawiti watoto. Watu wengine ambao wanashtakiwa katika mahakama za Zanzibar, sijui bara, wanashtakiwa Masuni. Sijamsikia hata mshia mmoja kushtakiwa katika mahakama za Zanzibar kwa kuwalawiti wanawake au kuwalawiti watoto wadogo. Lakini naweza nikakuletea data katika ukumbi huu, video za mahakama, video za habari, video za polisi, ripoti za polisi kuonesha kwamba watu wanalawitiwa Zanzibar na Mombasa na nchi nyingine za Kiarabu. Na wao wanafanya haya sio mashia, ni Masuni. Sasa hatuwezi kulaumu Masuni kwa makosa ya watu wachache au kalaumu mashia kwa labda kwa watu wachache ambao wanafanya. Ni ukosefu wa fikra sahihi. Ndio nikikwambia kwamba unatakiwa ukasome dini, ukasome elimu na ukasome namna matukio mbalimbali yanavyotokea katika ulimwengu, uwe na data, uwe na takwimu ukija katika mjadala kama haya. Lakini unakuja hivi hivi tu unajisemea shekhe, matatizo makubwa shekhe. Kwa katika kurasa wa 750 wa juzuu ya 3 ya tafsiri Tabari anasema fatu harthakum anna shi'tum, yaqulu mata shi'tum, kama alivyosema Sheikh Jalala. Naam. Tayib. Akasema tena wayasalunaka anil mahid, mpaka akafika nisaakum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum, faqala ay wayhak wa fi duburi min harthin. Je, duburi ni katika harthi, ni katika konde? Law kana ma taqulu hakka lakana al-mahid mansukhan idh ishtaghala min hahuna ji'ta min hahuna walakin anna shi'tum min al-layli wan-nahar. Yeye kafasiri anna shi'tum kwamba iwe ni usiku ni mchana. وقال آخرون بل معنى ذلك أين شئتم وحيث شئتم. تفسيرات hizi mbili amezitoa Sheikh Jalala. Naona aina shi'tum wa haythu shi'tum. Sijui Sheikh Kishki una matatizo gani kwa kweli. Lakini nadhani Mwenyezi Mungu amekutaka uzungumze maneno haya ili wana ukumbi wajue mustawa wako wa fikra na mustawa wako wa elimu. Naam. Tukienda katika ukurasa wa 751 wa tafsiri hii ya Tabari juzuu ya 3 asema حدثني يعقوب حدثنا ابن عليا قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر alikuwa ibn Umar idha qara al-Qur'an lam yatakallam, akisoma Qur'an huwa hasemi kitu kingine. Qala fa qara'tu dhata yawmin hadhihi al-aya, mara moja nikaisoma aya hii mbele yake, nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum. Faqala tadri fi man nazalat hadhihi al-aya, akasema unajua iliteremka kwa nani aya hii? Qultu la, nikasema sijui. Qala nazalat fi itiyani nisa fi adbarihinna, akasema aya hii imeshuka kwa ajili ya kuwaingilia wanawake kwenye milango yao ya nyuma. Dubur Sheikh. Hii tafsiri ya Tabari Sheikh, tafsiri ya Tabari inasema hivyo. Unakuja kukataa nini sasa? حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال حدثنا عمر الضرير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي عن ابن عون عن النافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف, nilikuwa namshikilia ابن عمر msahafu akisoma. إذ تلا هذه الآية, alisoma aya hii, nisaukum harthun lakum. Si mnasema mnafuata masahaba nyinyi, tafsiri za masahaba mnazikataa, rai za masahaba mnazikataa, mnakuja kuwalaumu mashia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akaisoma aya hii Abdullah ibn Umar, nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum, ziendeni koni zenu vyovyote mpendavyo. Faqala an ya'tiha fi duburiha, amwende kwenye mlango wake wa nyuma. Kwa hivyo Ibn Umar alikuwa anahalalisha jambo hili, na huyu ni sahaba, na mkiguswa mnasema mnafuata masahaba. Mashia wanatukana masahaba, nyinyi mnawapenda masahaba na mnafuata masahaba. Sasa Ibn Umar huyo anakuhalalishieni kupita kwenye mlango wa nyuma, mnakataa. Wewe utaweza kufanya mjadala na mashia wewe? Wala tunakuheshimu sasa, tunakuheshimu. Nimekupigia simu nikakwambia haya mambo hayana maana kujadiliwa, lakini unataka kujitumisha misuli. Una misuli wewe mbele ya mashia? Uko una misuli wewe? Lakini kwa sababu utakuja kutaka kujifunika aibu yako, utakuja kuzungumza. Ninafahamu hayo, lakini nazungumza haya kwa ajili ya wanaukumbi shekhe. Mimi nazungumza haya kwa ajili ya wanaukumbi, naam, ambao wana akili timamu. Taib, naendelea katika kurasa huu. Unasoma kitabu lakini usikilize audio zangu. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم بن الحكم قال حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال حدثنا الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم. riwaya hii ambayo nimeisoma kule kwenye audio nyingine anaiweka Imam Tabari kuonesha kwamba ni riwaya as-sahih. Inna Muhammad bin al-Munkadar yanha an ityani an-nisaa fi adbarihinna, huyu Muhammad bin al-Munkadar anakataza watu wasiwaingilie wanawake kwa kupitia nyuma. Faqala Zaid, nakasema Zaidi, ashhadu ala Muhammad, nashuhudia kwamba huyo Muhammad la akhbarani annahu yaf'aluhu, ameniambia kwamba anafanya. Huenda ikawa kishki kama nilivyosema, anasema ni haramu, kumbe yeye mwenyewe anafanya kwa sababu ulama wake walikuwa wanafanya. Naam, kama alivyothibitisha haya Imam Tabari na Imam Suyuti. Naam. طيب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد عن عبد الرحمن ابن أحمد بن أبي الغمر سمعني قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس أنه قيل يا أبا عبد الله أيها أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم، watu wanapokea wananukuu kutoka Salim, كذب العبد أو العلج على أبي. فقال مالك أشهد على يزيد بن رمان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. فقال وما تحميض؟ فذكر له الدبر. Asasisi huwa tunanunua jawari vijakazi hivi na tunawaingiza kwa kutumia mlango wa nyuma. Faqala ibn Umar of yafalu dhalika mu'min, je mu'min anaweza kafanya? Au qala Muslim. Faqala Malik, Imam Malik akasema ashhadu ala Rabi'a la akhbarani, nashuhudia kwamba Rabi'a, huyu Rabi'a ni katika maulama wakubwa wa Ahlusunna wal Jamaa, la akhbarani an Abi al-Habbab, amenambia kwamba an Abi al-Habbab an Ibn Umar mithli ma qala Nafi, pia kanambia kama aliyosema Nafi. Kwa hivyo hizi habari ziko katika madhhabi ya Ahlusunna wal Jamaa. Tunaendelea kuizungumza tafsiri Tabari. Naam, ama nyingine audio nyingine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم. حدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أسمى نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم، قال في الدبر. أن شئتم manake wapi? Kwenye makalio yake ya nyuma, kwenye utupu wake wa nyuma. Naam, haya mambo mnayo nyinyi Ahlusunna wal Jamaa, Sheikh wetu Sheikh Kishki. Basi mimi naweka vitabu hivi kwa amanatul ilmiya, sina haja ya kukejeli usunni. Nia yangu sio hiyo, nia yangu ni kuvisema vitu ambavyo wameandika Ahlusunna wal Jamaa. Naam, kama ni hoja kwenye vitabu basi na hiyo ni hoja kwenu. Naam,
na kabla ya kuchunguza aliyoko katika ushia, mchunguze haya aliyomo katika vitabu vyenu. Naam, tutakuja kueleza tuhuma hizi kama zilivyo katika vitabu vya kishia tutakapovijadili vitabu vya kishia insha Allah katika sehemu yetu nyingine ya mdahalo huu. Naam, kama Kishki ataweza kujibu sawa, hakuweza kujibu nitaachilia mbali na mjadala huu insha Allah. Naam. Ama katika ukurasa naam, ama katika hadithi nyingine حدثني أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زرائع قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة kutoka قتادة. Huyo Qatada ni katika tabi'i ambaye ni thiqa. Qala suila Abu Darda, aliulizwa sahaba Abu Darda an itiyani nisaa fi adbarihinna, juu ya kuwaingilia wanawake kwenye utupu wao wa nyuma. Anaulizwa sahaba akasema hal yaf'alu dhalika illa kafir, je anafanya hayo isipokuwa kafir? Qala Rawhun, akasema Rawh, fashahidtu ibn Abi Mulaika, nikamshuhudia ibn Abi Mulaika, yusalu an dhalik, anaulizwa juu ya swala hilo. Faqala kad aradtuhu min jariyati li albarihata fa'atassa alayya, nimefanya hayo jana na kijakazi changu. Ibn Abi Mulaika, hebu nendeni mkamwangalia alikuwa ni nani, mtakuta kwamba alikuwa ni kifaru wa elimu katika maulama wa ahli sunna wal jamaa. Naam, asema yeye anakiri kwamba alilifanya jana na kijakazi wake. Fasta'antu biduhnin, nikatumia mafuta au bishahmin au mafuta yale ya mnyama yale, ili yateleze, apate mtelezo na mteremko mzuri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haya, tuambie sasa Sheikh Kishki. Qala faqultu lahu subhanallah, nikamwambia subhanallah, akhbarana Qatada anna Abu Darda qala hal yaf'alu dhalika illa kafir. Qatada ametuambia kwamba sahaba Abu Darda alisema kwamba anayefanya hayo ni kafiri tu, sio Muislamu. Faqala ibn Abi Mulaika, ambaye ni alimu wa ahli-sunna wal jamaa, anamwambia yule Ruh, la'anaka Allah, Mungu akulani wewe, kwa kusema kwamba kumuingilia mwanamke kwa utupu wa nyuma ni haramu. Wa la'ana Qatada, na Mungu amlani Qatada aliyesema hayo. Imefikia hapa bwana, analaaniwa mtu ambaye anasema jambo hilo ni haramu katika madhhabi ya Kisunni, alafu mnakuja kuzungumza baada ya ushia. Faqultu la uhaddithu anka shay'an abada, Ruh alisema sitakuhadithia tena jambo lolote. Thumma nadimtu ba'da dhalika, kisha nikajuta juu ya hayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa riwaya ya mwisho ambayo nitaisoma, maana yake tusipoteze wakati mwingi kwa mambo ambayo tayari yamesha malizwa hukumu yake, lakini vijana hawa wanaojiita kwamba wao ni masufi, wanajiita kwamba wao ni maustadhi, wanajaribu kutaka kuleta mada kama hizi kutafuta kiki. Wanatafuta kiki bila kutafuta elimu. Tafuteni elimu jamaa, msitafute kiki. Naam. Kwa hivyo wa mwanzo kufanya haya walikuwa ni maswahaba Sheikh kina Ibn Umar, lakini hamwafuati maswahaba. Sasa kwa mjibu wa vitabu vyenu, wa'talla qailuna hadhihi al-maqal liqawlihim bima haddathani bihi Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakam qala akhbarana Abu Bakr bin Abi Uwais al-A'ash an Sulaiman bin Bilal an Zaid bin Aslam an Ibn Umar anna rajula ata imra'atahu fi duburiha, mtu mmoja alimuingilia mke wake kwenye utupu wake wa nyuma. Fawajada fi nafsihi min dhalika, jambo hilo likamuingia wasiwasi katika nafsi yake. Fa anzala Allahu, Mwenyezi Mungu akashusha, nisaukum harthul lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Kwa hivyo walioanza
kufanya haya kwa wake zao ni masahaba shekhe, sio mashia. Ni masahaba kina Ibn Umari na matabiina kina hao kina Ibn Mulaika na watu wengine na Imam Malik na watu wengine, sio mashia shekhe. Kwa hivyo hiyo kauli ya mashia kwamba inajuzu tutakuja kuizungumza katika vitabu vyao, na kauli ya mashia kwa ni haramu tutakuja kuizungumza katika vitabu vyao, na tutathibitisha kwamba kauli ya jumhuru ya Shia jambo hili ni haramu. Naam, nikutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamtaka shekhe aje ajibu yale yaliyomo katika audio na yale yaliyomo katika vitabu, kwenye vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, sio kukwepa tu kila wakati. Usanii, unafanya usanii. Lakini tumesema tunaelekeza mdahalo huu kwa wanaukumbi kwa ujumla. Kama ukifanya usanii, tutaona kwamba hakuna haja kubakia katika ukumbi ambao watu wake wanafanya usanii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majma'ul Bahrain, niliwapigia maadmin wawili wa ukumbi huu, mmoja akapokea na mmoja hakupokea. Aliyepokea ni bwana Marin, na nilimtahadharisha kwamba yeye si mtu wa mijadala ya kielimu, ni mtu wa matusi tu, kutusi madhehebu nyingine. Laiti ingekuwa ni mtu wa elimu angeweza kujibu masala kwa kielimu. Nani aliyemtuhumu Imam Maliki? Ni maulama wenyewe wa Ahlusunna wal Jamaa ndio wanaosema kwamba kumuingilia mwanamke kwa mlango wa nyuma ni halali. Mashia sio wale watuhumu Masuni, bali Masuni wenyewe ndio walioandika habari hizi. Sasa ikiwa mnafanya hoja mlioyaona katika vitabu vya Kishia, kwa nini isiwe hoja haya ambayo yamo katika vitabu vyenu? Tutakuja kueleza rai ya Mashia juu ya swala hili. Sisi wenyewe Mashia hamna haja ya kueleza jambo hili nyinyi. Mngehusika na yale yaliyoandikwa katika vitabu vyenu, na hii ndio elimu kwanza, kabla ya kuhusika na vile vilivyoandikwa katika vitabu vya madhehebu mengine. Mimi ninacho kitabu cha Ad-Durrul Manthur fi Tafsiri bil Ma'sur cha Imamu Jalaluddin As-Suyuti, ambaye aliishi katika miaka 849 Hijri mpaka 911 Hijri. Katika kitabu chake cha Ad-Durrul Manthur ambacho kimehakikiwa na Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, ni juzuu ya pili hii, na kimechapwa na Markaz Hijri lilbuhuth wa dirasat al-arabiyya wal islamiyya. Na kiweka hapa katika ukumbi huu, kimezungumza haya ambayo nitayasoma hapa. Kwa hivyo mnapokuwa mnapiga makelele Imam Malik kazuliwa Imam Malik kazuliwa uongo Imam Malik kazuliwa uongo Masunni amezuliwa uongo aliyewazulia uongo ni nani? Hebu tuambieni. Haya mambo mmeandika wenyewe, na nitamtaka huyu Sheikh Marini mwenyewe hasa kwa audio hii anijibu yeye mwenyewe juu ya haya yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Je, ni sahihi? Na kama ni sahihi, aliyoandika ni nani? Na kama maneno haya Masunni wamezuliwa na nani? Hizi ndizo hoja za kielimu. Lakini mkipiga makelele, tulikwambia mapema kwamba nyinyi hamna mijadala, hamuwezi mijadala. Kazi yenu ni kutukana watu tu, kazi yenu ni kuzulia watu tu, kazi yenu ni kufanya kejeli tu kwa watu. Nyinyi hamzungumzi elimu hapa. Mimi nitaomba mnitoe katika ukumbi huu, kwa sababu siwezi kukaa na watu ambao hawawezi mijadala kielimu. Sisi tunaweka elimu, nyinyi mnaweka matusi kwa madhehebu mengine basi na kejeli, kama kwamba haya mambo ni mageni katika ulimwengu wa dini. Sio mageni shekhe. Narudia kukwambia kwamba kuna mashia waliohalalisha na kuna mashia walioharamisha, lakini hamtaki elimu. Na kuna Masunni walioharamisha na kuna Masunni waliohalalisha. Sasa mimi naelezea Masunni waliohalalisha, mtuambie kama hawa waliohalalisha, je, na nyinyi mnawaendea kinyume wake zenu? Je, kuhalalisha huku kwa maulama wa Kisuni kuna maanisha kwamba Ahlusunna wal Jamaa wanawapitia wake zao kwa nyuma? Kwa hivyo niko katika ukurasa wa 612 wa juzuu ya pili wa kitabu cha Ad-Durrul Manthur. Kinasema hivi: wa akhraja al-Baihaqi, ambaye ni Msunni huyo Imamu al-Baihaqi, fi sunanihi, Sunan al-Baihaqi,
ananukuu Imam Suyuti, sio Abu Jafar ananukuu maneno haya. An Muhammad bin Ali qala kuntu inda Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, alikuwa kwa huyu Muhammad bin Ka'b al-Quradhi. Fajaahu ar-rajulu, akaja mtu, faqala, akasema, ma taqulu fi itiyani al-mar'ati fi duburiha, nini hukmu ya kuingilia mwanamke kwa nyuma? Faqala, akasema huyu Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, hadha shaykhun min Quraish fasalhu, huyu ni sheikh wa Quraish, muulize, yani Abdullah bin Ali Saib. Kwa hivyo swala hili akaulizwa Abdullah bin Ali bin Saib, Imamu Abdullah bin Ali bin Saib. Faqala, akasema nini? Huyo ni Imamu Ahlus Sunna, kadharun, ni uchafu kufanya hivyo, walau kana halalun, japokuwa ni halali. Angalia, kuna hashia hapa chini, kinambari kimoja hicho kinaelezwa, maneno haya yamenukuliwa kwenye Sunan al-Baihaqi juzuu ya 7 ukurasa 196. Sasa nakuuliza Sheikh Marini, aliyeandika haya ni nani kama si nyinyi Ahlus Sunna wal Jamaa? Ikiwa imamu wenu As-Saib anasema qadharun walau kana halalun, ni uchafu japokuwa ni halali, si mmehalalisha kumwingilia mwanamke kwa nyuma, alafu mnakuwa mnawatuhumu watu wengine. Tunakuja kwa imamu mwingine sasa aliyehalalisha jambo hilo katika audio nyingine inshallah. Wassalamu alaikum. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.